iwe mwanamke ama mwanaume, elimu au kipaji. Japo wengi hawajajua kwamba chochote ambacho mtu akiwa nacho chaweza kumpa tija ya kuishi na kufikia malengo yake, ikiwa atazingatia na kusimama katika hicho kwa bidii, atafikia kule anakofika. Lakini hata leo tumegundua ya kwamba wako watu wamesoma lakini hawana elimu, na wako watu wana vipaji lakini vipaji vyao vilikufa kwa sababu hawakuwa na bidii. Wako watu ambao walikuwa na vipaji vya kawaida lakini bidii yao imewafanya wawe watu wakubwa duniani. Michael Jordan ni mmoja wa watu ambao walionekana ni watu wa kawaida hata alipokuwa sekondari, high school kule nchini Marekani. Katika timu ya mpira wa kikapu shuleni kwao, hata wale wachezaji wa akiba hakuwemo, na hata ilifikia wenzake wakawa wanamwambia ya kwamba wewe unacheza basket kama burudani, si kama moja ya kipaji ambacho kitakuja kukunufaisha baadaye. Nini kilichombeba? Bidii na nidhamu vilimfanya kutoka kuwa mtu wa kawaida kwa kufanya mazoezi na kuwa na nidhamu katika kuhakikisha anafikia malengo yake. Hatimaye Michael Jordan alikuwa ni mtu ambaye leo ni icon ya watu wengi duniani. Ni mtu ambaye ameweka alama katika mchezo wa kikapu hapa duniani, ambaye kuwa mchezaji bora wa dunia wa mpira wa kikapu. Na kana kwamba haitoshi, aliwahi kuwa na staili ya kuruka na kutembea angani hatua takriban 3 angani bila kufanya kazi, na akaenda kufunga. Kilichomfanya kutoka kuwa mtu wa kawaida ni kipaji alichokuwa nacho. Yeye aliamini katika hicho atafikia kila anachohitaji kufikia, na ukweli ni kwamba Michael Jordan leo amekuwa ni icon, ni mfano bora wa kuigwa katika mpira wa kikapu duniani. Mtu mwingine ambaye alipata kuonekana ni mtu wa kawaida, na hata wakati fulani waandishi wa habari walipomhoji wakasema inaonekana umekuwa na bahati, kwa sababu ni bondia Mayweather, ni Mwingereza huyu, ambaye yeye katika maisha yake alipigana mapambano 50 na alishinda yote. Hakuwahi kushindwa katika mapambano 50, na wakadai ya kwamba imeonekana na bahati. Kwa ulimwengu wa leo, ulimwengu wenye mabondia bora, wenye uwezo mkubwa, lakini yeye ameshinda mapambano 50. Alichowajibu waandishi wa habari, aliwaambia sio kwamba nina bahati, na kusema kwamba nina bahati ni kulikosea, ila ninachokifanya bondia yeyote hawezi kukifanya, ndio maana nimekuwa nikishinda. Mimi nimekuwa nikifanya mazoezi kwa bidii kuliko bondia yeyote. Ninakimbia kwa bidii, ninakimbia umbali mrefu na kwa bidii kila siku kuliko mabondia wote duniani. Kwa nini nisiwashinde? Ninafanya mazoezi kwa bidii kuliko mabondia wote. Kwa nini nisiwashinde? Ninachotaka ukisema ni hiki: chochote ambacho unakifanya, hata maandiko yanasema ukakifanye kwa bidii, lolote mkono wako upatalo kulifanya, ulifanye kwa bidii. Kwa nini anaagiza bidii? Mwenyezi Mungu anajua vipaji, maombi tu bila bidii ya jambo lolote hatuwezi kufanikiwa. Hakuna mtu duniani aliyekuwa tajiri, aliyekuwa bilionea, amekuwa milionea kama hakuwa na bidii ya kazi. Maombi tu ya kumfanya mtu kuwa na bidii, ila mtu aliyefanya kazi kwa bidii na kutii kutenda mapenzi ya Mungu kwa bidii pamoja na maombi ndiye aliye
kufanikiwa. Nimeongea hivi kwa sababu wako watu wana elimu, lakini elimu zao zimeshindwa kuwasaidia. Naomba niongee na wazazi wenzangu. Kwa ulimwengu wa leo ni vizuri kuwekeza katika elimu, ndiyo, tusiwekeze katika kusoma. Naposema elimu kwamba hakikisha mtoto wako, hakikisha mwanao, tuhakikishe watoto wetu wana uwezo kwa elimu yao kufanya jambo lolote katika mazingira yoyote na kukabiliana na changamoto yoyote. Elimu iwe ni mkombozi, imsaidie mtoto wako kujikomboa kutokana na changamoto za maisha haya. Maana yake ni hii, mtoto aweze kujitegemea kwa elimu yake. Leo wako watu wengi wamesoma, wanaitwa wasomi, lakini unapomwambia afanye kitu nje na kila alichokisomea hawezi. Yaani amekuwa ni mtumwa wa usomi. Haujanielewa. Ninachotaka kukwambia ni hiki. Kuna mtu amesoma, ana taaluma ya ualimu, ana taaluma ya udaktari, ana taaluma ya biashara, ana taaluma ya michezo, ana taaluma ya uongozi. Alichonacho ni taaluma, sio kazi. Hapa kuna vitu viwili. Ila taaluma yaweza kumpa kazi, lakini sio wote wenye taaluma hizo walifanya kazi kwa taaluma hizo. Wako waliokuwa ni wapo ambao wana taaluma za ualimu lakini wanafanya vitu vingine. Wako watu wana taaluma za udaktari lakini wanafanya vitu vingine. Mfano ni wabunge, ni mawaziri. Yeye amesomea jambo fulani lakini ana kazi nje na taaluma yake. Hapa kinachofanya kazi ni elimu. Kinachofanya kazi kwa wakati huo ni elimu, sio taaluma yake. Ila elimu yake na maarifa aliyoyakusanya katika taaluma yake yanamsaidia katika nyanja ya kazi anayoifanya. Ukiwa na taaluma tu bila elimu utasubiri kuajiriwa. Lakini ukiwa na elimu pamoja na taaluma, maarifa ulionayo yatakusaidia kujitegemea na si kutegemea. Ninaongea na vijana wenzangu. Kuhitimu chuo, kuhitimu taaluma fulani haimaanishi una tiketi ya moja kwa moja kupata ajira kwa taaluma hiyo. Ulimwengu wa leo ajira zimekuwa ni changamoto ikiwa utataka kuajiriwa. Lakini ikiwa utataka kujiajiri, ajira ni nyingi kuliko kawaida. Waweza kuwa una masters ukajiajiri kwa kutengeneza parajuisi. Waweza kuwa una degree yako ukajiajiri kwa kuuza urembo. Waweza kuwa una diploma yako ukajiajiri kwa kuuza samaki, ukatembeza urembo, ukaendesha pikipiki. Hapo kinachofanya kazi sio taaluma uliyosomea, ni elimu ulionayo, ni maarifa ulionayo, ni akili ulionayo. Sasa basi, mwanzoni nilizungumza kwamba kuna vitu viwili vinavyofanya kazi leo. Wazazi wengi wamekuwa na kasumba ya kuambia watoto wao, soma ili uwe hivi, soma uwe hivi, soma uwe daktari, soma uwe mwalimu, soma uwe askari, soma uwe sijui mchungaji, soma sijui uwe nani. Mwelekeze mtoto wako, mwambie kuna maisha nje ya taaluma, lakini kuna maisha ndani ya taaluma. Anachotakiwa kuwa nacho akilini mwake ni kwamba anaenda shuleni, anaenda chuoni kukusanya maarifa yatakayomsaidia kukabili ulimwengu wa leo. Kwa sababu tuliwaaminisha watoto wetu kwamba atasoma, atapata ajira. Badala yake watoto leo wamekuwa ni mizigo. Wamekuwa ni mizigo ambao tena pamoja na kwamba wamesoma bado wanatutegemea sisi. Akili walionayo haiwatoshi kufanya maamuzi na kuamua kufunguka kufanya chochote.
na wengine wameamini kwamba ili afanye jambo kubwa lazima awe na mtaji wa pesa kubwa. Mpendwa mzazi na msikilizaji unayenisikiliza, kuna vitu viwili ambavyo duniani vitafanya kazi ikiwa utavitumia vizuri. Cha kwanza, elimu. Elimu waweza kuipata iwe ni katika shule rasmi au shule ya mazingira ya jamii inayokuzunguka. Wako watu hawakwenda shuleni lakini wamefanya mambo makubwa, na leo wamewaajiri watu ambao leo wamesoma, wana elimu zao, wametoka vyuoni wakaenda kuajiriwa. Lakini hao waliobaki mtaani wana elimu ya darasa la 7 na wengine hawakwenda shule kabisa, leo ndio matajiri, ndio mabosi, ndio waajiri. Nini kinafanya kazi? Akili, sio taaluma. Ila akili yake imemfanya akuajiri, aiajiri taaluma yako. Chagua leo. Utaendelea kusubiri ajira au utatafuta kujiajiri? Changamoto ziko nyingi katika jamii. Tumia maarifa ulio nayo na uwezo ulio nao na akili ulio nayo kukabili changamoto, kutatua changamoto zilizo katika jamii inayokuzunguka. Unapofanya hivyo, akili yako ndipo itakapofunguka. Ubunifu ulio nao, bidii utakayokuwa nayo na uwezo utakaokuwa nao utakusaidia kupiga hatua kufikia malengo yako. Wewe ndio Michael Jackson wa leo. Wewe ndio Michael Jordan wa leo. Wewe ndiye Mayweather wa leo. Wewe ndiye Messi wa leo. Wewe ndiye Cristiano Ronaldo wa leo. Lolote mkono wako upatalo kutaka kulifanya, ulifanye kwa bidii. Wakati wa kufanya makubwa ni leo. Anza leo, usisubiri kesho, utakuwa umechelewa. Mungu akubariki sana.